msiba mkubwa katika mpira. Lazima tuzungumzie hili. Nyinyi waandishi ndo watu wa kuoji. Na ndio maana leo mpira wetu unaonekana thamani yetu imeshuka. Leo ndio maana sisi tunaona mpira watu wanaendesha wanapotaka. Leo tunaona TFF imekamatwa kwenye siasa. TFF ya leo, president wa nchi anajua watu wa mpira na mpira ukoje. Timu imeingia fainali ya kombe la vijana. Wamehitaji watu wakasupport. Wametoka viongozi kutoka bungeni shekhe. Wakaenda na sio tena hata ridhaa hawana. Vitu vya ovyo kabisa. Ovyo kabisa. Tena hata ridhaa ya speaker hawana. Mpaka amepewa adhabu. Ni aibu ya nchi. Na hao wanasiasa hao ndo wanaikamata TFF, ndo wanaivuta nyuma kwa matakwa yao. Wanamwambia kama usipotekeleza hiki basi wewe katika ubunge ukija tunakukata katika kamati kuu. Ndio maana unakuta mpira wetu unashuka chini. Rais anatoa pesa za walipa kodi, president anatoa pesa nyingi anajenga viwanja, president anatoa mpaka goli. Zamani goli lilikuwa likifungwa wanachangisha na watu wengine au tajiri mmoja kafly na kupata 5 milioni. Leo president anampa msemaji wa serikali milioni 10 mpaka milioni 60 aende kuipa timu. Hamuoni raha? Kwa nini watu wachache waje kurudisha? President wa nchi, tumemaliza ligi. Tunajua una mamlaka mengi juu na tunajua majukumu yako makubwa. Waangalia watu wa michezo. Watu wanatumia migongo ya vilabu kutaka kugombea ubunge, wanaumiza watu kwa sababu ya kutaka ubunge. Kuna watu wanatumia vyeo vyao kwenye serikali kwa sababu ya wafanyikiwe katika zoezi lao. Leo msimu huu wa ligi malalamiko yamekuwa makubwa sana kwa sababu kuna viongozi wa serikali wanaamrisha waamuzi wafanye wanavyotaka. Waamuzi wengi wafanyakazi wa serikali kama sio walimu, mapolisi. Leo waziri wa ulinzi anakuambia wewe polisi, bwana chezesha timu yangu inacheza ipate matokeo. Usipopendelea na kuhamisha na kupeleka Simiyu. Kuna namna. Utachezesha vizuri? Hayo ndo maagizo. Leo chama cha waamuzi na Sudiabi yupo na mwenyekiti wake wote Yanga. Waamuzi bora wote wamefungiwa ndugu zangu. Labda waandishi milioni hilo. Waamuzi waliokuwa wanachezesha vizuri wote wamepewa limit ya baadhi ya mechi kuchezesha au wengine wamefungiwa. Lakini cha kushangaza, maadui wakubwa, mashetani wakubwa katika mpira wa Tanzania, Kayoko, yule nani Elisasi, Mwinchui, wana beji za FIFA. Ndio waamuzi ambao wanafungiwa kimya mechi mbili na wanafunguliwa. Kwa sababu gani? Watu wanalinda maslahi yao ili mradi klabu fulani kifanyikiwe. Kwani kama nchi inaenda kuteketea, president hukumiwi? Marais wangapi wanashtakiwa? Why Elisasi? Why Kayoko? Why huyo nani sijui Alajiga? Kwa nini wafungiwe kimya? Wafungieni tukijua na barua ziandikwe na kafu wajue kwamba tuliwachagua katika beji za FIFA ni waamuzi maboksi hawana faida, bali wanarudisha mpira wa Afrika nyuma kwa sababu wanafanya vitendo vya nje ya sheria 17. Wanapofanya kwa siri na maana wanazidi kutengeneza kidonda kinazidi kuwa kikubwa na nchi yetu leo ni aibu. Sijui labda kupita nafasi ya upendeleo. Tunashiriki AFCON ya nchi 3. Tukipata muamuzi wa Tanzania akachezesha labda ndo kwa sababu na si waandalizi. Ile nafasi ya watu wanafunika kombe. Hawana uwezo wa kuchezesha kwa sababu ni watu ambao wanachezesha kwa maagizo. Hata kufunika kombe tu mtu akapewa. Funika kombe mwanaharamu apite hiyo watafanya kwa sababu ndo nchi yetu, lakini hawastahili kuchezesha kwa sababu sheria wanazijua na sheria wanaenda kuzipindisha. Sasa kama unamfungia mtu kimya, kama mtu unamfungia ili mradi mwingine asijue, faida au inakuwa hasara kwa nchi ambayo nchi hiyo sasa pesa ya walipa kodi sisi inaenda kuingia mpaka katika system ya michezo ambayo rais wa nchi anajenga viwanja na anafanya mambo mengine. Kilio chetu, ligi imeisha. Waliochukua ubingwa tumejua washachukua ubingwa, wamechukua ubingwa kwa mambo yao. Tukizungumza sana haitosaidia. Mwisho wa siku wao Pongezi Shabani. Mimi binafsi yangu Simba ndio ubingwa wa 26-27. Simba? Ndio ubingwa wa 25-26. Pongezi na sema ngapi? Mimi binafsi yangu kimpira Simba ndio ubingwa wa 25-26. Sasa Yanga kapewaje hapa? Siwezi kuwapongeza kwa sababu wamebeba ubingwa wa Magumashi. Lazima zungumza ukweli. Mechi ngapi watu wanawalalamikia? Mechi ngapi muamuzi anaamua mechi yeye muamuzi na sio wachezaji wa uwanjani? Nimekupeni mfano mmoja. Kwa nini namtaki kuchukulia mfano? Mechi ya Zanzibar kamati imeamua goli letu goli. Tungepewa pointi 3 leo, si tungepitwa pointi 2. Kwa nini bingwa yeye? Shabani nataka
tuzungumzie swala moja hivi. Tulipata wasaa wa kurekebisha sheria na kanuni za msimu fulani hivi, msimu ile iliyopita. Tuliambiwa kuwa TAKUKURU wanaingia rasmi sasa kwenye mpira. Pengine msimu unaokuja TAKUKURU waingie kwa miguu miwili, manake kama ulivyosema mnaojua matokeo kabla ya mchezo. Mambo mengine ukizungumza unaweza ukala pingu. Ujue mimi napenda nizungumze tu. Mkubwa hata TAKUKURU ni nani? Mimi hata simfahamu. Inawezekana na yeye labda Mwananchi au saa nyingine Lunyasi atakubali timu yake izalilike. Makosa ya rushwa kwenye mpira yako wazi. Mwanzo nafanya interview. Nimekwambieni. Kabla ya mechi ya Fountain na Singida Black Star ijaanza, kuna mtu kaniambia leo Singida anafungwa, Fountain anabaki, ndo Umbwa anakuwa mfungaji bora. Na imekuwa ijawa. So rushwa. Inabidi TAKUKURU waingie Shabani. Wanaingia wapi wakati vitu vinaonekana wazi? Kuna dada wa TAKUKURU alizungumza siku moja, alisema kuanzia katika usajili mpaka katika mpira tunaletewa kesi za rushwa nyingi. Kuna mtu kahukumiwa? Tukae kimya. Mwenyezi Mungu anasema heri ya nusu shari kuliko shari kamili. Kuna vitu vingine tuviache, ila si tuseme tu wana michezo tunaumia kwenye hili, na tunaumia kwa sababu siasa imeingia katika mpira. Kuna vitu vingine ukiviongelea unazungumzia nchi, unaweza ukapata matatizo, familia yako ikashindwa kuishi. Ndio maana sisi tunanyamaza kimya, tunasema tufunike kombe, Mwanaharamu apite. Lakini rushwa kwenye mpira iko wazi na watu wanajua, na kuna kila kitu kinaonekana kiko wazi kwa sababu hakina siri. Leo vitu vinavyofanyika katika mpira wa Tanzania ni mojawapo ya vitu vinavyoonekana kabisa kwa pale imetumika rushwa. Leo kama bila kutumika rushwa, jana msimamizi wa mechi ya Yanga na JKT asingekubali mechi ichezwe. Sijui mmenielewa waandishi? Sijui mmenielewa Tanzania? Kabla ya mechi hakuna msimamizi. Mechi commissioner anasimamia nini? Timu zote kabla hazijaingia mpaka zinacheza. Yanga wakati wanafika wanaingia katika lile jumba, yeye hakujua. Yanga wameenda kuingia kwenye lile jumba, wamebadilisha nguo, anaingia vumbani, yeye hakujua. Kwa nini karuhusu mechi ichezwe? Kwa nini karuhusu mchezo uchezwe? Ina maana hapo kuna viashiria, kuna sheria na kanuni walizojiwekea. Kuna sehemu iliposema kwamba timu ikabadilishie nguo kwenye vyumba vya nyumba ya mtu binafsi. Dressing room ipo. Kwa nini hawajaingia msimamizi ya kusema lolote? Angesema mimi mechi sikubali ichezwe kutokana na 1 2 3 4 5. Je, Watanzania wangemcheka? Kuna viashiria vya nini? Tuzungumze ukweli. Tusiogope. Kama mnataka kuhoji. Nyinyi waandishi wa Tanzania, hamjawahi kukutana na vurugu nyinyi. Nyinyi mnatuhoji sisi tu kwa sababu mnakuja kishikaji, tushanunulia soda, mshakunywa soda, maji mmekunywa. Lakini hapa tukisema ukweli, leo mabomu yapigwe, hivi wewe utahoji wewe? Waandishi wenzenu wanahoji kwenye mabomu yanapigwa, wanajilipua kupata taarifa. Jilipueni kwenye hili. Kwa sababu gani? Sio maoni. Nyinyi mnanihoji vile Shabani Ropa. Kwani nyinyi TAKUKURU mpajui? TFF hamwajui? Msimamizi wa mechi ya jana mkimtaka hamumjui? Kamuulizeni kwa nini karuhusu ile mechi ichezwe? Kwa nini hawezi kuongea? Namna mtu alivyojiwekea. Mlipueni. Kwani nyinyi wenyewe wachambuzi hamtoeje makala zenu? Toeni makala. Kwamba kuna mtu tumemfuata kutokana na 1 2 3, yeye ndo msimamizi, kashindwa kutupa jibu, huyo hafai. Au unaogopa kesho atakupa beji ile ya kuingia uwanjani bure? Maana saa nyingine na ndofu zenu. Leo kama tunataka kutetea mpira, kuna wakati tuvue beji za bure, kuna wakati tuache kupewa tiketi za kwenda nje huko na TFF. Tuvue kila kitu, tuangalie mpira. Mimi leo hata ningepewa beji ningesema, hata ningekuwa napewa tiketi ya bure kwenda nje ningesema, kwa sababu natetea mpira wa Tanzania. Kama mpira tunataka usonge mbele. Leo Watanzania wote tunamwangalia Cape Verde anacheza na Argentina. Kisiwa hata mkononi kwangu akijao. Mnajisikiaje Watanzania zaidi ya bilioni ngapi mnashindwa hata kuqualify hatua ya kucheza World Cup tokea mzaliwe? Mnajisikiaje? Shabani mpira pesa. Naam. Unampongeza Shabalala? Kwa lipi? Jana akachukua kombe baada ya miaka 4 kutoka Simba. Hajachukua Shabalala, wamechukua Yanga. Kwa sababu Shabalala hajaleta faida kwenye Yanga. Hajaleta faida. Nimemwona yule nani wake anaitwa nani yule?
Meneja ameongea vitu vya ovyo. Yule bro kweli yuko sawa sawa. Nyinyi waandishi nyinyi mlo mmoja. Carlos kaongea vitu vya ovyo kabisa. Unatuambia sisi mchezaji katukana, si natusaidia nini? Hata Yanga wenyewe hawamuelewi Zimbwe. Hawamuelewi Zimbwe. Wamemsajili kwa pesa kubwa, na faida gani? Anacheza mechi ngapi anaka nje? Mechi ngapi anaka nje? Wanafanya rotation ya nini? Kasidiwa uwezo. Zungumzeni na ndio maana yuko nje. Au uongo? Tukizungumzia football, Boka ni zaidi ya Zimbwe. Yule meneja azungumze kwamba mchezaji wake ajitafakari na ajitathmini. Kwa nini achezi kwenye dakika 90 kwenye kikosi cha kwanza, na yeye kazi yake kuvaa dipsi. Azizungumze watu wamemtukana, kutukana watu wanatukana mpaka miungu. Nani Zimbwe? Kuna watu wanamkataa Mungu duniani, hakuna uongo. Kuna watu wanatukana mpaka president wa nchi. Nini Zimbwe? Yaani wewe leo wakala unatongelea habari siji Zimbwe katukana analia. Si inatuhusu nini? Ilikuwa inamtoa mchezoni ile. Inamtoa mchezoni wapi? Ile kutukana. Kuna wachezaji wametukanwa zaidi ya Zimbwe. Unamjua John Rafael Boko? Katukana kushinda Zimbwe. Alikuwa afungi magoli. Wanamtukana dakika 90 anaweka chuma, watu wanamshangilia. Uwezo wa Zimbwe ulikuwa umefikia ukingoni alipoenda kachukua hela. Wakala asitake Zimbwe apewe mkataba mwingine kupitia maneno. Amwambie kijana wake ajitume afanye kazi. Sio maneno. Ndio anaongoza paredi. Na tena sasa hivi analetwa fullback mwingine afanye kazi, ndugu yetu. Namba 3 nyingine. Inaletwa nyingine ya maana afanye kazi. Kwa sababu gani? Asitegemee kule labda mtu anaenda kwenye timu ategemee jina ati Zimbwe acheze, apambane. Boka anaonesha fomu yake yuko vizuri kuliko Zimbwe, ndio maana mwalimu anamweka nje. Sasa leo meneja kavaa kimedali, kavaa jezi, anaongea. Mimi si niseme nini? Na masikitiko sana. Mimi na masikitiko sana. Masikitiko ya nini? Mwambie kijana wako apambane. Mwambie kijana wako apambane. Alafu kaenda kunyanyua mpaka si ndo kiti, si anamtishia nani? Anaonesha ukata ulikuwepo miaka 4 ukata. Wapi? Ukata wa kunyanyua kombe. Kaondoka ndo alikuwa na nuksi. Simba sasa hivi tumenyanyua vikombe hivyo. Kaondoka nani? Ndo alikuwa na mikosi. Tumenyanyua vikombe hivyo. Ahmed Ally kanyanyua KMC zidi ya nyuma mwiko mashabiki. Kapteni Shomari Kapombe kanyanyua Zanzibar kombe la Muungano. Zimbwe yuko Simba, hata Muungano watu kwa bebi. Uongo. Ila mlichukua. Alikuwa na kimavi. Kiza nikwambie. Sisi tumechukua ubingwa, Zimbwe hayupo Muungano. Tunaenda kucheza finali ya kombe la Federation. Tunaenda kubeba tena, Zimbwe hayupo. Alikuwa na kimavi. Meneja sio kama mimi si ndo ngoja. Kwani si wakati tunakosa vikombe miaka 4 Zimbwe hayupo? Juzi hatujabeba Muungano. Zimbwe hayupo? Zimbwe hayupo? Ila kubeba Muungano ile Zanzibar kama unaikumbuka. Muungano mbele lienda alishakuwa na kimavi. Sasa kwa sababu alikuwa na kimavi kakihamishia kule. Walitaka vikombe vyote, mwisho wa siku wampata iko kwa sababu ya Zimbwe. Kingine hivi. Ngao ya nini? Si ngao. Ngao ya jamii. Sasa ile kombe mbao bwana. Si nasema kombe. Wewe unasema mbao ile, sasa ngao kombe. Ile si mbao. Pishana kwenye maparedi. Tena naona wamefanya haraka kuweka tarehe 4. Wasubiri ziungane na paredi zetu afu tuende kupima na umri. Tumuone nani mwamba katika paredi. Na sisi tunatumia mafuso. Wao sio wanakodi magari. Sisi tunatumia mafuso, tunafunga maspika. Afu tuone paredi ile kwa na nguvu la nani. Wamesema wanatafuta utaratibu wa kufunga ule mtaa kwa masaa 5 wapige mziki. Wakilipa pesa serikalini. Hata wakifunga wiki sisi tumekubali. Ligi simeisha. Hauwezi kupita Dar es Salaam usipite klabu ya Simba. Hawana ujanja kupita sehemu nyingine hata mpite Simba, sababu Simba ndo Dar es Salaam. Ila kuna njia ya kigogo hivyo inaweza kuzunguka. Kuna mavumbi kule na matope kibao kwa Dua Saidi utapita wewe. Lakini Simba lazima upite kwa sababu lami kwa lami. Zege kwa zege ya mwendo kasi. Wapite kule kigogo kama wapate mafua. Lazima wapite pale. Mimi nikwambie kitu kimoja. Ligi imeisha. Aliyechukua kwa mipango yao acha wachukue. Ila Simba tunaamini sina na ndo machampion. Tunachokifanya leo, tunajiandaa na fainali yetu dhidi ya Azam Zanzibar. Waache wapige paredi, waache wacheze lede, waache wacheze kitu gani, wacheze midako si misamba. Tutakutana tutakapobeba kombe
la CRDB Federation, si tutarudi Dar es Salaam, tupange siku moja ya paredi afu tuone mmoja apite barabara ya Posta, mwingine apite barabara ya Msimbazi. Ila ulimsikia jana Kapombe alisema anaomba support yenu mashabiki. Mwende mkaisupport timu. Nimemuelewa kapteni, na hata mimi kuna maneno yangu nilimwambia na akasema anahitaji support. Lakini nimwambie kapteni, Simba kubwa sana. Na yeye tunajua ukubwa wake. Pemba watu wataenda kusapoti na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia kwa hapa tutanyanyua na kila kitu kitaenda vizuri. Kunyanyua na hili nani anaumia? Nani? Kunyanyua na hili. Simba si hata tusipobeba kombe. Ngoja nikwambie kitu. Simba klabu ya mpira wa. Hata tusipobeba kitu tutasema na ndo Mwenyezi Mungu akutaka sisi tukubeba chochote. Lakini kombe hili tunakutana Zanzibar, tunakutana Pemba. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia tutachukua. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam.